Wapenzi watazamaji, nakaribisha tena kwenye hii channel yetu ya Yehova Ire, lakini kwenye madhabahu ya Bwana ni haki yetu. Leo na somo moja, sababu ya usiku mnene nitalifanya haraka, kwa hiyo nakuomba twende pamoja. Mtakatifu Baba mbinguni, asante Bwana kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako wa Mungu mbinguni. Naomba Bwana ukafungua akili zao wapate kuelewa na maandiko ya Mungu mbinguni. Yesu, na mimi Bwana kanifundishe kwa somo lako. Na Mungu asante Bwana kwa ajili ya neema zako na rehema zako katika Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa ndugu watazamaji, nitaka tuzungumzie jambo moja. Somo kama unavyoona hapo chini nasema tuwachafulie usemi na tushuke. Tuwachafulie usemi na tushuke. Tuwachafulie usemi. Tuwachafulie usemi. Sawa. Tushuke, tuwachafulie usemi. Hii somo letu natoka katika kitabu cha Mwanzo 11 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka mstari tutaishia tu wa 8. Tutaishia wa 8, lakini kwa Mwanzo 11 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Nitaenda kwa haraka kidogo. Nasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya na tufanye matofali, tukachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja. Na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatatuzuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko, tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Wakaacha kujenga ule mji. Sasa kwa utangulizi tu wa hili somo letu, inawezekana kuna watu mpaka sasa hawaelewani kwenye ndoa, hawaelewani kwenye familia, hawaelewani kazini, hawaelewani kwenye siasa, hawaelewani kanisani, hawaelewani popote. Kwenye biashara hawaelewani. Kwa nini hawaelewani? Ni kwa sababu wamechafuliwa usemi, wamechafuliwa lugha, hawaongei lugha moja tena. Walipanga kushirikiana kwenye kila jambo, lakini kuna jambo limetokea hapo katikati, saizi hawaelewani, hawafahamiani tena. Maana nini? Kuna mtu kachafua lugha, kachafua usemi mahali, kachafua lugha mahali, mpaka watu wanafikia tu ya kuachana. Katika ndoa kuna mtu kachafua usemi, kachafua lugha. Sasa tunaporudi katika somo letu, katika Mwanzo 11 mstari wa kwanza, nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Familia yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Kampuni yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Taasisi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki,
waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Ikawa hawa watu waliposafiri, walipoanzisha biashara, walipoanza biashara, waliona nchi tambarare, waliona mafanikio mahali, wakafanyaje? Wakakaa huko. Waliona mafanikio katika mji fulani, katika nchi fulani, katika mahali fulani, wakakaa hapo. Ikawa watu waliposafiri, ikawa hawa wachumba waliposafiri, wakaiona ndoa. Waliposafiri katika uchumba wao, wakaiona ndoa, wakakaa huko. Wakakaa kwenye ndoa huko, wakakaa. Ikawa waliposafiri hawa watu, wakaanzisha biashara, wakaona mafanikio hapo, wakakaa hapo kwenye mafanikio, wakakaa hapo kwenye piki ya mafanikio, wakakaa hapo. Kwa kuwa waliona mafanikio, waliona tambalare, waliona mserereko, wakakaa hapo kwa sababu ndipo kwenye faida. Walipohama chama fulani, akaenda chama fulani, akaona neema, akakaa hapo. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Wakaambiana, tuyafanye matofali tukayachome moto. Maanake walikuwa bado na usemi mmoja. Hawa watu ambao walikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Hawa watu ambao waliona fursa moja, wakawa na lengo moja na wazo moja na kila kitu kimoja katika hiyo fursa. Sasa wakasema, na tufanye matofali tukayachome moto. Wakasema, na tuifanye hii biashara tukaikuze, na tuifanye hii ndoa iwe ndoa ya mfano, na tufanye hii kazi ikawe kazi ya mfano, na tufanye hii biashara ikawe ni biashara ya mfano. Tufanye hii biashara. Anasema walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Mnapokuwa mko pamoja, lenu ni moja, mnakuwa na kitu bora sana kuliko ambacho angekuwa nacho mtu mmoja. Unakuwa na kitu bora kabisa, kwani kwa sababu wazo la kwako na wazo la kwangu kitengeneza wazo hili moja. Tunaunganisha mawazo na kwa wazo moja. Kwa badala ya kukaa na wazo moja, tunakuwa na mawazo mawili lakini yako strong kwenye wazo hili moja. Yamefungwa, maybe binded with one. Yamekuwa binded kabisa, limekuwa moja, lakini ukiangalia ni mawili, ila ni moja ndani ya mawili. Maanake ni mawili lakini liko ni moja, ambalo wote tumesema tunaenda hivi. Tunafanya hiki. Hii biashara inaenda hivi. Hii ndoa inaenda hivi. Hii kitu kitaenda hivi. Tumekaa wawili, tumekubaliana. Na Mungu anasema, wawili utakapokubaliana nitalifanya jambo hilo. Maanake walikaa zaidi ya wawili wakakubaliana kufanya hili jambo. Tunaangalia, wasomaji wa Biblia wanaelewa kabisa haya mambo yalitokea baada ya gharika, kwamba watu wataweza kwenda kujenga mnara wa Babeli, kwamba hasa wajijenge jina, wajitengeneze jina. Sasa hapa tunaangalia namna ambavyo kumbe kuna mtu anaweza akaja akachafua lugha kwenye ndoa, anaweza akaja kuchafua lugha kwenye taasisi, mpaka sasa taasisi ina shida. Anaanza kuchafua lugha kwenye ndoa yenu, ina shida mpaka saa hizi. Na hapo inawezekana watu washaachana kwa sababu kuna mtu alichafua lugha, kuna pepo alichafua lugha, kuna mtu alitumia pepo kuchafua lugha, alikuja akachafua lugha. Kuna huduma sasa haziendi kwa sababu kuna watu wamechafuliwa lugha sana na hawaelewi kama kuna mtu kachafua lugha.
Kumbuka hawa watu hawakujua kwamba Mungu anashuka kwa chafuria lugha. Waliona tu lugha ni tofauti tofauti, wakaacha kufanya hicho walichokuwa wanakifanya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu, hawakumuona Mungu kwamba alikuja kwa kushuka kwa chafuria lugha. Ipo hivi kwenye kanisa lako, inawezekana kuna huduma zinakufa, inawezekana kuna watu waumini wanaondoka, inawezekana kuna ugomvi wa kila siku, kuna watu wanachafua lugha, kuna mawakala wa kipepo wanachafua lugha, wanatumia radi za kuwasambaratisha waumini. Radi ya Salgatanasi inatumika kusambaratisha waumini. Inawezekana radi ikipigwa kwenye ndoa, ndio inasambaratisha. Ikipigwa na hiyo radi ya Salgatanasi inasambaratisha familia, inasambaratisha ukoo, inasambaratisha mahusiano, inasambaratisha kila kitu. Hii radi ya Salgatanasi. Kwa mnachafuliwa lugha, mnachafuliwa usemi, mnasambaa, mnaacha huduma, mnaacha kufanya kile ambacho mtakuwa mkifanya, mnaenenda katika njia zenu wenyewe. Sasa tukirudi kwenye somo letu, anasema walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Hapo kila mtu tunaelewa hivyo ni vifaa vya ujenzi. Inawezekana ni mara zaidi ya kile ambacho utakao uwe nacho. Lami badala ya chokaa, maana walikuwa na lami badala ya chokaa. Lami, unajua barabara za lami zinazotengenezwa kwa lami, ile ni lami. Sasa walikuwa nayo ile ndio kwa wanajengea hawa watu. Maana ni kitu imara, maana ni kitu kigumu. Tofali yamechomwa gumu imara, alafu wanatumia lami za kujenga. Nasema wakasema haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Wakasema haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Wakasema haya, na tujijengee mji na kinara chake na kilele chake kifike hadi mbinguni. Kuna mtu yawezekana akawa na aliona ndoa vizuri sana na wakakaa kubaliana, haya, na tujijengee ndoa idumu mpaka tutakapokufa. Tujijengee ndoa idumu mpaka tutakapopata watoto wengi. Tujijengee taasisi mpaka pale itakapokomaa kabisa, mpaka pale itakapojitengenezea jina. Tujitengenezee jina hii taasisi ikuwe iwe kubwa kabisa. Tuitengeneze hii taasisi. Wakasema wao kwa wao. Wakasema wao kwa wao, tutengeneze jambo fulani. Kuna mtu kwa mahali fulani hapo, mlikaa na mwenzako, hajalishi ni nani, sielewi mimi, lakini mlikaa mkasema hapana, itabidi tufanye 1 2 3, na tukifanya hivi natakiwa twende juu zaidi. Tukifanya hivi natakiwa tupate progressive ya haraka sana. Tujijengee jina, manake kila mtu akituona tu jina letu lio limesambaa. Kila mtu akisikia kampuni, jina letu lio limesambaa. Manake tujijengee jina na kilele chake kifike mpaka mawinguni, kifike mpaka mbinguni. Manake kilele cha hiyo jina kitaenda dunia nzima. Kilele cha hiyo ndoa itaenda dunia nzima. Kuna ndoa za trend dunia nzima. Kuna kampuni za trend dunia nzima. Dangote dunia nzima na trend. Kina Mark na matajiri wengine, biashara zao zina trend dunia nzima. Kuna watu wamejijengea jina mpaka kimefika kileleni, mpaka jina lile limefika kwenye vilele vya mawingu, liko kule juu kule. Nini? Walikaa chini, sio wazo la mtu mmoja. Walikaa chini wakakubaliana, walikaa chini wakaelewana, wakapanga mipango. Mpaka sasa ukiangalia wanaendelea. Kwa nini? Kwa sababu alijijengea jina. Sasa anasema kwa nini wajijengea jina? Anasema kwa nini kilele chake kifike mbinguni? Kilele cha hili jambo kifike mbinguni. Anasema ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Kwamba sasa hiki kilele kifike mbinguni. Hii ndoa tuzae watoto wengi. Hii ndoa tuzae tutazeeka. Ili kusudi sasa tusipate kutengana, lazima tuzae. Ili kusudi sasa tusipate kupata shida mbalimbali, lazima tukae pamoja.
tujijengee jina la hii ndoa. Hii ndoa ifike mpaka kileleni, ifike mpaka mbinguni, ifike mpaka mawinguni. Manake hata kama tukihitaji kuachana, tuone aibu. Kwa nini? Kwa sababu tunachanaje wakati hata tushafahamika? Inakuwaje? Manake nini? Manake tusitawanyike, tusiondoke. Tusitawanyike katika hii ndoa, tusiondoke katika hii kampuni, tusitawanyike katika hili kanisa, tusitawanyike katika hii huduma, tusitawanyike, tujijengee jina. Wewe na mimi ni mashahidi. Kuna watu ambao hata kama wana shida za ndoa hawezi kuondoka kwa sababu tayari wana watoto. Wanavumbiana kwa sababu ya watoto. Sasa kile kinara kimefika mpaka mbinguni. Kwa maana hawezi wakatawanyika nyuso wa nchi. Hawezi wakaachana. Kwa nini? Kwa sababu wana watoto tayari. Kwa nini? Kwa sababu wanajulikana tayari. Wanaona aibu. Itakuwaje tukiachana? Tunafahamiana, tunafahamika. Nione. Kwa hiyo tukiwa tunaendelea, sasa Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akashuka, Mungu akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Manake nini? Kumbe kuna mtu anaweza akashuka. Sasa haya hapa na tukaikiza tu kidogo, basi wachawi wakashuka. Basi adui akashuka ili aone hiyo nyumba unaojenga hiyo, ili aone hiyo ndoa yako unaojenga hiyo, unajisifia kila siku. Adui akashuka akaja aone watoto unaotishia tu kila siku, aone hawa watoto wako unaowasifia kila siku. Basi akashuka aone. Kumbuka, Mungu kushuka kuona jambo lako si kawaida. Hata Mungu wa dunia huwa anashuka kuona huduma. Mungu wa dunia anashuka kuona ndoa. Mungu wa dunia anashuka kuona kampuni. Mungu wa dunia anashuka kuona kanisa. Huwa anashuka, anaona. Sasa akishaona inakuwaje? Mchawi akishaona ndoa yako inakuwaje? Huyo mchawi akishaona kazi yako inakuwaje? Huyo mchawi akishaona wazo lenu inakuwaje? Huyo mchawi akishaona maendeleo yenu inakuwaje? Alitaka anashuka aone maendeleo yako. Anakuja usiku umelala, anakuja kuchunguza, anaachia pale baadhi ya vitu. Kwa mfano, kuna baadhi ya nyumba utakuta kuna mijusi, kumbe ile ni lada za wachawi. Utakuta kuna baadhi ya vitu mbalimbali, mende, panya, mijusi, hadi nyoka wakati mwingine, kumbe ni rada za wachawi hizo. Wameshuka, anaona, anaangalia, anachunguza, anafanya utafiti, anaangalia, pana lazima nishuke nione siri ya hawa ni nini, kusudi niweze kuwachafulia lugha, kuwachafulia usemi. Maana tazama, lugha yao hii ni moja. Sasa nimeshuka kwenye familia, nimeshuka kwenye kazi. Hawa watu wanaoshirikiana kwenye kazi hawa nimeshuka niangalie kwa hili wanachotaka kukifanya ni nini, na kwa nini huu mji huu nataka nione huu mji, nataka niangalie hii ndoa, nataka niangalie hii huduma, nataka niangalie hii kazi, nataka niangalie wanachokifanya hawa watu. Kumbuka somo letu, tuwachafulie usemi. Tukiendelea nasema, Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja, na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja, na lugha yao ni moja, na haya ndio wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Mungu akakiri akasema, tazama watu hawa lugha yao ni hii, ni moja, taifa ni hili, ni moja. Sasa tazama, hakuna atakayeweza kuwazuia. Mungu mwenyewe anakiri, hakuna atakayeweza kuwazuia, kwa kuwa lugha ni moja na taifa ni moja. Maana yake walikuwa na nia hii moja.
Bwana akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndio wanaanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia. Tazama, mchawi inawezekana amejaribu sana akashindwa, amekuja akaona, naye akasema hawa watu hawa lugha yao ni hii ni moja, na jambo lao ni hili ni moja. Freemason wamekuja mahali wakaona hawawezi kabisa kuimudu huduma yao, wakasema hawa watu jambo lao ni hili ni moja, huduma yao ni hii ni moja, kusudi lao ni hili ni moja, neno lao ni hili ni moja. Sasa hawatazuiliwa, wanaotaka kulifanya hawatazuiliwa kabisa, kwa sababu lugha yao ni moja. Hawatazuiliwa, hatuwezi kuwazuia hawa watu. Ni sasa na Afrika saizi, yani hata kama mkitaka kuwa na jambo moja almost mtazuiliwa, kwa sababu wanajua kabisa mkiwa na jambo moja hamtazuilika. Mkiwa ni taifa moja, mkawa na lugha moja, Afrika kama Afrika, hamtazuiliwa. Kwa hiyo katika nchi za Afrika viongozi mbalimbali hawajui kwa nini hawawezi wakaungana, kwa nini hawawezi wakaungana kwa jambo moja, kwa nini hawawezi wakajitetea wakateteana wao kwa wao. Kwa nini? Kwa sababu hata wao wenyewe kuna mfalme wa dunia hii ameshuka kuwachafuria usemi, ameshuka kuangalia, anasema kabisa kwamba hawa hawatazuiliwa kwa sababu lugha yao ni moja na taifa lao ni moja. Taifa lao ni moja na lugha yao ni moja. Manake wana usemi mmoja, wana nia moja katika kila jambo wanataka kulifanya. Kwa manake tukikaa vibaya hawa hawatazuiliwa. Nasema 7 inasema, haya na tushuke huko tuwachafurie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Haya na tushuke huko tuwachafurie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Manake nini? Kuna mchawi mahali amekuona, kuna mganga mahali amekuona, kuna Freemason mahali amekuona, lakini hawezi kugusa kwa sababu anajua kwenye madhabahu fulani. Sasa anasema haya na tushuke tuwachafurie usemi wao. Tushuke tuwachafurie usemi wao. Haya na tushuke huko tuwachafurie usemi wao ili wasikilizane maneno wao kwa wao. Ukichafuria usemi hutasikiliza maneno. Ukachafuria usemi na mimi hapa hutanisikiliza nikiongea. Ukichafuriwa manake hautasikiza hata kama nitaongea point kiasi gani, hautanisikiza. Kwani kwa sababu usemi umechafuriwa na tutasikilizana maneno sisi kwa sisi. Aliposema anatushuke tuwachafurie usemi wao ili wasikilizane maneno wao kwa wao. Kuna ndoa yawezekana mahali saizi hapa ilipo, kuna mtu alichafua usemi wenu, alichafua usemi wenu. Sasa hizi mnaongea lugha tofauti. Zamani mlikuwa mkipata fedha mnasema, mkisema hii fedha ni kwa ajili ya kiwanja, ni kweli mnanunua kiwanja. Hii fedha ni kwa ajili ya jambo fulani, ni kweli mnafanya. Lakini sasa hizi mtaongea vizuri kuhusu kununua kiwanja au kununua chochote kile, lakini cha ajabu, hebu angalia kinachokuja kutokea ni kwamba mkipata tu fedha ile, aidha mmelima, mmepata mazao, baba anaenda kuuza, akirudi anarudi amelewa, ameshapata kibada mwingine huko, anaoa, anaongeza mke. Nini? Mmechafuriwa usemi, msielewane nyinyi kwa nyinyi. Mmechafuriwa usemi, msielewane maneno nyinyi kwa nyinyi. Saizi wewe unasema hiki, huyu anasema hiki. Saizi leo hii hatuaminiani kwa sababu kuna mtu alishuka kuja kutuchafuria nini? Usemi wetu, ili tusielewane maneno sisi kwa sisi. Kwenye ndoa, hata kwenye kazi tulikuwa na malengo na lengo hili moja, lakini sasa cha ajabu kuna mtu amekuja amechafua usemi. Kuna mtu amekuja amechafua usemi. Sasa hizi tunabaki tunaongea pumba. Wewe unaongea hiki, mimi naongea hiki. Wewe unasema hili, mimi nasema hili. Hii kampuni tuipeleke huku, mimi nasema tuipeleke huku. Ni tumechafuriwa lugha kwenye kampuni, kwenye biashara,
kuna lugha imechafuka hapo, tuuze hiki, mimi nasema tuuze hiki. Hapana, kuna mpaka inafikia tu inakuwa ni shaba bagala ovyo ovyo tu, maana ni tumechafuliwa lugha na usemi. Na pamoja na kila kitu, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye mahusiano, chochote kile, kuna watu, kuna vitu, kuna mapepo yanashuka kuchafua lugha, kuna majini yanakuja kuchafua lugha. Unawekewa rada za kichawi kukuangalia, ili kusudi zinashuka kila siku. Una rada nyumbani kwako za kichawi ambazo zinakuangalia, zinakuchafulia lugha, zinakuchafulia usemi, kwa kuwa kuna watu wamesema na tushuke tuwachafulie usemi, wasielewane maneno wao kwa wao. Manake wewe unasema hiki, mimi nasema hiki, baadaye nasema nilijua utasema unakuwa unamaanisha kitu fulani. Hapana, kumbe kuna mtu kashuka kuwachafulia nini, kuwachafulia lugha. Tulikuwa tunamalizia tu hapa haraka haraka, nasema basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Bwana akawatawanya. Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Bwana akawatawanya katika huo chumba walikuwa wanaendea kwenye ndoa. Bwana akawatawanya katika hiyo kazi walikuwa wanaendea kuifanya. Bwana akawatawanya katika hiyo kampuni walikuwa wakifanya. Bwana akawatawanya. Maana kama Mungu anaweza kutawanya, basi na shetani anaweza kutawanya kupitia mawakala wake. Kwa hiyo kama ulikuwa na huduma inafanyika, kama ulikuwa na kanisa inafanyika mahali, Bwana akawatawanya. Manake pia mchawi huyu akawatawanya. Manake pia shetani akawatawanya. Nazungumza habari za shetani, kumbuka. Nazungumza habari za maajenti wake ambao wanashuka kuchafua usemi. Wanapiga radi ya Sargatanasi. Hii radi ya Sargatanasi inachafua usemi. Inachafua usemi kwa watoto wa Mungu. Inawaharibia kabisa. Inapopigwa kanisani, kanisa linabaki tupu. Inapopigwa kwenye ndoa, ndoa inakuwa tupu. Inapopigwa popote pale, basi usemi unachafuka. Hivyo hasielewani wao. Manake wakachafuliwa lugha. Manake lugha mbalimbali ndio zikazaliwa kuanzia hapo. Sasa baada ya kuwa wanachafuliwa lugha katika ndoa, ndipo hapo lugha zinazaliwa nyingi nyingi. Mbwa wewe. Wanaume hawa ni mbwa tu. Mpuuzi huyu, mshenzi huyu. Sijui kwa nini niliolewa. Sijui kwa nini nilikubali. Sijui niliona nilikuwa nimefumba macho. Nini? Unachafua lugha. Unachafuliwa usemi. Unachafuliwa lugha. Manake nini? Manake mjele kuna radi imepigwa hapo, radi ya Sargatanasi, kuwachafulia lugha, kuwachafulia usemi. Pigwa kombola moja tu hapo. Kampuni imekufa. Wamegawana kampuni. Wamegawana waumini. Wamechafuliwa nini? Lugha. Wakaacha kufanya kile ambacho natakiwa kifanye. Wakaacha kwenye ndoa itakiwa iendelee, wakaacha kwenye huduma, wakaacha kwenye chochote kile, kwenye kampuni ikafa, wakaacha. Wakagawana kila kitu, wakaondoka kivyao, kila mmoja kivyake. Nini? Wakaacha kufanya kile walichokuwa nakifanya. Bwana akawatawanya katika uso wa nchi yote. Manake nini? Manake wakatawanywa sasa, wakaondoka. Wewe walikuwa na kitu chao kimoja, kwa na ndoa yao moja, sasa wanaondoka, wanasambaratika, wanasambaana. Nini? Wamechafuliwa usemi. Wanaondoka sasa, wanaacha kufanya kile ambacho walikuwa wanakifanya mwanzo. Kicho kileta faida. Sasa huyu saizi kila mmoja anafanya anavyojua yeye mwenyewe. Na ndio maana mambo haendi kwenye familia, mambo haendi katika nchi, mambo haendi katika taasisi. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anafanya anavyojua yeye mwenyewe. Hakuna
oda maalum. Kila mtu kaacha kufanya anachokifanya, kaondoka. Manake wakatawanywa kwenye uso wa nchi yote, kwenye uso wa nchi yote wakatawanywa. Sasa wakatawanywa kwenye ndoa, wakatawanywa kwenye kazi, wakatawanywa kwenye huduma, wakatawanywa kwenye kampuni. Wakatawanywa. Wakaacha kujenga ule mji, wakaacha ile ndoa waliokuwa wanaijenga, wakaacha hiyo huduma waliokuwa wakifanya, wakaacha hiyo kazi waliokuwa wakifanya. Umechafuliwa lugha, umechafuliwa usemi. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa mauti ya ndoa, mauti ya uchumi, mauti ya kazi, mauti ya biashara, mauti ya kampuni, mauti ya mahusiano, mauti ya uchumba. Nini? Kwa maana hapo ndipo Bwana alipochafua lugha. Kwa maana hapo ndipo ilipochafuliwa lugha hiyo. Hapo ndipo mlipochafuliwa kabisa. Pakaitwa Babeli, maana ni machafuko mpaka saizi. Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Basi hata Mungu wa dunia anaweza kutawanya. Basi Mungu akusaidie sana. Tuombe kwa ajili ya hili neno. Lakini tunapokuwa tunaenda kuomba ni kwa ajili ya kuwapiga wanaochafua. Cha kwanza lazima tuombe rehema kwa Mungu. Manake mpaka tuachafuliwa lugha kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye kazi, kwenye mahusiano, manake kuna mlango ambao tulifungua. Kuna mlango ambao tulifungulia shetani akatupiga, akatuharibu. Sasa kama huo mlango upo, manake lazima cha kwanza tuombe rehema kwa Mungu na msamaha kwa Mungu. Baada ya hapo sasa tunaanza kuwapiga wale wanaochafulia lugha na usemi kwenye familia zetu, kwenye nyumba zetu, kwenye kazi zetu, kwenye kila kitu chetu. Hawa watu wanaochafua lugha na usemi, manake lazima tuwashughulikie sasa. Na Yesu atatusimamia katika hili. Tunapoomba, omba rehema kwa Mungu. Cha kwanza, umechafuliwa lugha na usemi kwenye ndoa yako, umechafuliwa lugha na usemi kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, popote pale ambapo unaona kabisa tulichafuliwa lugha na usemi, tuko tunaenda vizuri, lazima uombe rehema, uachilie damu ya Yesu Kristo. Baada ya hapo sasa tunawapiga wachawi na waganga na Freemason, Passomet, Illuminati, Jesuit, wote tunawaharibu, wote ambao wamefanya kuchafua lugha na usemi kwenye kazi zetu, kwenye mapato yetu, kwenye kila kitu chetu. Wameharibu kabisa kila kitu. Tunatawanyika tu ovyo ovyo, hakuna mahusiano tena mazuri. Wameshatuadilia, maana yake ni lazima tusimame sasa, tuwapige na kuondoa katika nchi ya Tanzania, tuwapige na kuondoa katika ukoo wetu, tuwapige na kuondoa katika familia zetu, tuwapige na kuondoa katika mitaa yetu. Maana yake tunawapiga kwa maombi, tunawaondoa kwa maombi, wanatukimbia. Manake baada ya hapo utakuja kushangaa kuona mtu ambaye mlikuwa mwasiliana naye muda mrefu mnawasiliana. Mlikuwa mmechafuliwa lugha na usemi, sasa ule usemi ule unarudi. Sasa mlikuwa hamuelewani wewe na mchumba wako na mke wako na mume wako. Sasa hizi cha ajabu mnaelewana nini? Mnarudishwa lugha moja. Kuna mtu kachafua lugha mahali. Kwa lazima apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Mimi nitakuombea Mungu akusaidie na kubariki, lakini pia utafuata mtiririko wa maombi. Na kama utahitaji msaada zaidi, kuna mawasiliano hapo chini. Mtakatifu Baba mbinguni, asante Bwana kwa ajili ya mtoto wako na mtumishi wako yeye na mbinguni. Tumejifunza neno lako Bwana la tushuke tuachafulie usemi. Mungu, tazama Bwana ukatusaidie. Tumechafuliwa usemi sana kwenye mahusiano. Tumechafuliwa usemi sana kwenye mahusiano kiasi kwamba mpaka tunauana. Kwa nini? Kwa sababu tumechafuliwa usemi, tumechafuliwa lugha. Yesu, tunaomba utusaidie Baba yangu wa mbinguni. Tumechafuliwa kwenye kazi zetu, tumechafuliwa kila mahali ya Bwana. Wamechafua, tuelewani kabisa. Tumetawanyika, tumeacha kufanya ambayo Mungu anatufanya tufanye. Tumeacha kufanya kazi ambayo inatakiwa tufanye. Tumeacha huduma ambazo hatukutakiwa kuziacha. Mungu wa mbinguni, tunaomba Bwana ukatulinde, ukatusamee, lakini ukatuleme pia. Lakini Mungu ukatupatie nguvu za kuendelea
kusimama pamoja na wewe Bwana. Tunaamini kabisa kutoka pamoja na sisi Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Ukapatia watoto wako ushuhuda huo Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini katika jina la Yesu. Amina. Mungu na akubariki na uenende katika njia zake katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu akusamea, lakini pia asikusahau na mimi asinisahau katika ufalme wa mwana wa pendo lake katika jina la Yesu. Amina. Barikiwe sana.